Kwenye swala hili la usafi na agizo ambalo limetolewa la upakaji rangi katika nyumba hizo wilaya ya Kinondoni, na hii mmesema ni kwa mujibu wa sheria. Na agizo hilo ni takwa la kisheria chini ya sheria ya afya ya umma ya mwaka 1968, na mmeshatoa agizo hilo ndani ya siku 30. Tuanzie kwanza hapo ambacho kimewapa msukumo kutoa agizo hilo, lakini pia tangu agizo hilo litolewe, je, wakazi wameshaanza kulitekeleza? Yes, kwanza niseme tuna sheria mbalimbali kwenye nchi. Tuna sheria nyingi sana. Tuna sheria za mazingira, sheria za mipango miji, sheria za ardhi na sheria za kiusalama na sheria nyingine nyingi ambazo tuko nazo. Kwa hiyo mkusanyiko huu unatupa utaratibu mzuri wa kuishi kwenye maeneo yetu. Namna gani makazi yetu yawe, barabara ziweje, biashara ziweje, ziko namna hiyo. Sema katika kipindi fulani hivi tumetengeneza utamaduni wa kutozingatia matakwa ya kisheria kwenye makazi na shughuli zetu za kijamii, shughuli zetu za kiuchumi kwenye maeneo yetu mbalimbali ambayo tunaishi na kufanya biashara maeneo hayo. Kwa hiyo sasa hivi manispaa ya Kinondoni imekuja na utaratibu ambao ni mzuri na ni wa kisheria kuhakikisha basi turudi kwenye misingi ile ya utaratibu ya kuishi kulingana na mipango miji. Ukisoma sheria ile ya mipango miji, sheria namba 8 ya urban planning, inaipa mamlaka manispaa ya Kinondoni kupanga mji na kusimamia utaratibu mzima wa makazi na shughuli mbalimbali ambazo ziwepo. Kwa hiyo mstahiki meya na manispaa kuja na uamuzi huu, kwanza mimi ni waombe na niwasisitize wana Kinondoni wenzangu pamoja na mimi mwenyewe kwamba ni muhimu tupokee mpango huu wa manispaa na tupokee katika mtazamo chanya, alafu tuanze sasa kutekeleza hiyo. Kwa sababu leo ukipita kwenye maeneo yetu mengi biashara, saizi asubuhi hivi pita kwenye barabara kuu. Sisi tuna barabara ya Bagamoyo Road Hassan Mwinyi, tuna barabara ya Kawawa, tuna barabara ya Haile Selassie, barabara ile ya Mwai Kibaki, barabara hii ya Mogo Road. Ukipita pembeni ya hizo barabara zimetengenezwa vizuri, zimepandwa miti, kuna viunga vya majani kama pale Mwenge. Saizi ya asubuhi hii pembeni ya hizo barabara tunapika vyakula, tunapika supu, tunakaanga chapati kwenye majani ambayo yamepandwa ya kupendezesha mji huo, tunapika humo. Sawa, na biashara zingine zinafanyika kwenye maeneo hayo. Tunatambua kama manispaa, kama wilaya ya Kinondoni, tuna kundi kubwa la vijana, tuna kundi kubwa la wananchi wetu wanajitafutia maisha, wanataka kukuza uchumi. Ni jambo zuri, na ndio maana serikali ya Dr. Samia imeendelea kuweka mazingira mazuri ya mifumo ya kifedha na miundombinu ya masoko kuhakikisha kwamba makundi hayo yanatumia fursa hizo mbalimbali. Kwa hiyo tunatambua hitaji hilo, lakini muhimu wakati tunatafuta uchumi, tunatafuta mapato, tunatafuta ajira kibiashara na shughuli zote zile, basi tufuate utaratibu. Sawa, tuende kwenye maeneo ambayo yanayotakiwa. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa na wananchi kwa kweli wanachukizwa na kuona uholela kwenye mitaa yetu huko wa ufanyaji wa biashara na vitu vingine. Tuna maeneo tumejenga masoko mazuri, Magomeni, Tandale, soko la zaidi ya bilioni 13. Sasa mtu wa Tandale kuna soko lenye uwezo wa kuchukua watu 2500. Kuna haja gani wewe utoke kwenye soko uende ukapaki bidhaa yako pembeni ya barabara badala ya kwenda kupanga pale au kuuza pale kwenye soko? Na matokeo yake natupa tabu sasa kwenye masuala ya usafi. FM.